Ni mtaa wa Saitwani area D, kata Ipagala, hapa wilaya na jiji la Dodoma, kwamba huyo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia waya bali ning'iniza kwenye mti. Ile eneo ni sehemu ya Lindo, kwa sababu alikuwa analinda eneo kwenye lindo la TCCL, minara TCCL. Alikuta amejinyonga, amejining'iniza. Chanzo kikubwa hasa ilikuwa uchunguzi unaonyesha kwamba ni wivu wa kimapenzi, kwa maana ya kumtuhumu au kumwisi kwamba mke wake na mwanaume mwingine. Hiyo ndio sababu kubwa. Kama mtu amejinyonga na mtu ameshakufa, sasa jinai ya kwamba aliyejinyonga ndiye huyo ambaye ameshafariki. Sasa kujua kwamba ni yupi anatuhumiwa, sasa hizo ishu nyingine, kwa sababu ya kupelekea kujinyonga ni huo ujumbe. Sasa naendelea kuchunguza sasa ni yupi, ni nani, hayo baada ya kwenye uchunguzi zaidi. Lakini kikubwa tuhuma sasa, chanzo kikubwa ni wivu wa kimapenzi. Kwanza ni kujithamini, kwamba kila mtu binadamu lazima ajithamini yeye mwenyewe, kwamba yeye ana haki ya kuishi, ajithamini mwenyewe. Lakini kingine, kama mtu ana msongo wa mawazo, ana sononi, ni vema akashirikisha watu wake wa karibu. Lakini kuna wataalamu wa jamii, anaweza kawaona na watu wengine ambao wanawaamini, ili kuweza kueleza matatizo yake au changamoto zake, waweze kuzitatua. Kwa sababu kujinyonga tu sio suluhisho, kwa sababu kuna watu wanategemewa. Lakini lazima kitu cha kwanza ni uhai, kwa sababu uhai ukishautoa wale unaondoka mara moja, huwezi kurudi tena. Kwa hiyo wajithamini na matatizo yao waeleze kwa watu wa karibu, wataalamu wa kisaikolojia, wataalamu ambao wanaweza kusikiliza matatizo yake, naweza kupata ufumbuzi. Kwa hiyo wasijitenge tu bila kueleza matatizo yao, ili aweze kupatia ufumbuzi. Umri wake tayari mlishaujua na kabila gani? Na takriban ya umri wa miaka 53. Huyu ni miaka 53, ni Mruguru, ni mkazi wa Chang'ombe.